Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja nanyi. Wapendwa ndugu zangu wa Kristo, mahali popote mlipo, wale mnaofuatilia Biblia Nuru ya Dunia na wale mnaofuatilia channel ya Simulizi Media. Channel ya Simulizi Media iko Tanzania. Na leo nimeona mchungaji ambaye anadai amesoma, ako na cheti cha theolojia, na amesema mimi na Frank Onyango tunawafundisha watu makosa na tutawapoteza watu. Na kwa sababu mimi naamini katika uhuru wa dhamiri, siwezi kusikia vibaya kwa ajili ya huyo mchungaji kunitaja au kumtaja ndugu yangu Frank Onyango, kwa sababu inaruhusiwa kumkosoa mtu, lakini mtu anafaa kukosolewa kwa hoja. Na kwa sababu ana hoja zake na sisi tuna hoja zetu, anaomba tuweze kufanya mjadala ama mjadala wa kisomi. Amesema sisi hatujasoma kwa sababu yeye ameenda mpaka shule ya theolojia. Kwa hivyo sisi tunafundisha makosa kuhusu Yesu kuzaliwa na Mungu, maana yeye anasema kwa mujibu wa vile amesoma ni ya kwamba Yesu ni kiumbe cha kwanza, ameubwa. Hivyo ndivyo anafundisha, na anasema ya kwamba yeye ni msomi, ana PhD katika usomi. Nimwambie kwanza, kitu ya kwanza, mimi si msomi sana, lakini elimu niliyo nayo kidogo ya Biblia nadhani ya kwamba ni elimu inayotosha, ama ni elimu ambaye naweza nikatoa kwa ajili ya kumjibu hoja zake. Mimi naamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, tena ni mzaliwa wa Mungu, the firstborn of heaven, mzaliwa wa kwanza wa Mungu. Ndivyo ninavyoamini na ndivyo ninavyofundisha. Na ya pili akasema tunapofundisha ya kwamba watu waishike sabato kwa sasa ni makosa, kwa sababu katika Agano Jipya hatuko chini ya sheria. Kwa hivyo akatoa kitabu cha Wagalatia akijenga hoja ya kwamba hatuko chini ya sheria tena. Sasa mimi Mwalimu Francis Ndasha kutoka hapa Kenya, ninaamini ya kwamba hakuna amri ya Mungu hata moja iliondolewa, itaondolewa. Zote amri 10 ni za Mungu na watu wanafaa kuzitunza, ikiwemo amri ya 4 inayoogelea siku ya Sabato. Kwa hivyo mimi ninapoogelea amri, siogelei amri tu ya Sabato, bali naogelea amri zote ni za Mungu. Hivyo naomba nimjibu mchungaji ya kwamba mimi niko tayari kwa mjadala, lakini kile ambacho huwa naona watu wengi ambao wanapenda mjadala, haswa wale ambao wako Tanzania, wananiomba mjadala na wanataka niende Tanzania. Na kwa sababu kazi yangu niliyoitwa mimi ni wajibu wangu, sifanyi kwa sababu kuna mtu nataka anipigie makofi, nafanya kama wajibu. Yaani ni wajibu wangu kufanya kazi ya kujibu hoja za wale watu ambao wanafundisha kinyume na injili ya Kristo. Kuna andiko ambalo linapatikana katika Wakorintho wa pili 10. Wakorintho wa pili 10 mstari wake ni wa 2 ambaye inasema hivi. Mstari wake ni wa 5. Tukiagusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu na kuteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. Kwa hivyo tuna wito wa kuteka nyara kila fikira iweze kumtia Kristo.
iweze kumtii Kristo, na pia tuko tayari kupambana na elimu yoyote imejiinua kinyume cha elimu ya Mungu. Maana Mungu ametoa elimu yake ndani ya Biblia. Ingawa kuna watu ambao wanajifunia elimu ya shuleni, lakini tunajifunia elimu ya Biblia. Kwa hivyo chano ya simulizi, nataka nikutumie video hii simulizi, uweze kumtumia mchungaji huyo, mwambie mimi niko tayari. Nimesikia akisema tufanye tarehe 24. Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja nanyi. Wapendwa ndugu zangu wa Kristo, mahali popote mlipo, wale mnaofuatilia Biblia Nuru ya Dunia na wale mnaofuatilia chano ya Simulizi Media. Chano ya Simulizi Media iko Tanzania, na leo nimeona mchungaji ambaye anadai amesoma, ako na cheti cha theolojia, na amesema mimi na Frank Onyango tunawafundisha watu makosa na tutawapoteza watu. Na kwa sababu mimi naamini katika uhuru wa dhamiri, siwezi kusikia vibaya kwa ajili ya huyo mchungaji kunitaja au kumtaja ndugu yangu Frank Onyango, kwa sababu inaruhusiwa kumkosoa mtu, lakini mtu anafaa kukosolewa kwa hoja. Na kwa sababu ana hoja zake na sisi tuna hoja zetu, anaomba tuweze kufanya mjadala ama mjadala wa kisomi. Amesema sisi hatujasoma kwa sababu yeye ameenda mpaka shule ya theolojia. Kwa hivyo sisi tunafundisha makosa kuhusu Yesu kuzaliwa na Mungu, maana yeye anasema kwa mujibu wa vile amesoma ni ya kwamba Yesu ni kiumbe cha kwanza, ameubwa. Hivyo ndivyo anafundisha, na anasema ya kwamba yeye ni msomi, ana PhD katika usomi. Nimwambie kwanza, kitu ya kwanza, mimi si msomi sana, lakini elimu niliyo nayo kidogo ya Biblia nadhani ya kwamba ni elimu inayotosha, ama ni elimu ambayo naweza nikatoa